Maswali ni mengi kwenye vichwa vya Waislamu, maswali ni mengi kwenye vichwa vya watu. Unajiuliza sasa, ni nani wa kumfanya kuwa rafiki yangu? Ni nani ambaye nitamfanya kuwa ndugu yangu kama Muislamu? Kwa sababu ulimwengu umechafuka. Nimezungumza mwanzo wa hutuba yangu, tutazitoa hutuba kwa kuzungumzia uhalisia wa maisha ambayo tunayeishi ndani yake. Tunaishi katika mitihani, tunaishi kwenye wakati mzito. Yule ambaye ulimuona ana kheri ukamwamini, huyo ndio ambaye anakuja kukuumiza. Yule ambaye ulimuona ni mcha Mungu kamweka karibu yako, huyo ndiye ambaye anakuja kukuumiza, ndio ambaye anakuja kukuangusha. Mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tumefika kwenye zama ambazo nifaqi imekuwa ni ya kiwango cha juu, unafiki umekuwa mwingi sana. Kuna wale ambao wanaudhihirisha uzuri kwa macho ya binadamu, lakini nafsi zao zimeoza. Vipi tutajua wale ambao wanafaa kuwa marafiki zetu? Vipi tutawajua wale ambao wanafaa kuwa ndugu zetu au watu wetu wa karibu? Kwa sababu mambo yamekuwa ni mazito sana. Najua kuna wengi humu katika hii masjidi ambao mmeshakutana na majanga mengi. Kuna wale ambao wamepigwa vipigo na marafiki zao, kuna wale ambao wamepigwa vipigo na ndugu zao ambao waliwaamini wakasema, huyu ni ndugu yangu, namsaidia kwa ajili ya Allah au naishi naye kwa ajili ya Allah, lakini yeye nafsi yake yuko kwingine, haipo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa utamjuaje yule ambaye anayefaa kuwa kwako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala ametupa vipimo. Rabbul Izzati wal Jalal anasema, walmu'minuna walmu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, na waaminifu wa kiume pamoja na waaminifu wa kike, hawa watu wana undugu, wana mapenzi baina yao. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kuwa waaminifu wana mapenzi baina yao, waaminifu wana undugu wa kweli baina yao, wananusuriana, wanasaidizana, wanastiriana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kipimo Allah anakileta, anasema ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wanaamrishana mema na kukatazana mabaya. Unajua kwa nini tunaumizwa sana na watu ambao tuliwaamini? Kwa nini tunaumizwa sana na wale wa marafiki ambao tuliwaweka karibu? Kwa nini tunaumizwa na wale ambao tuliwasogeza karibu yetu kwa ajili ya dini, kwa ajili ndugu yangu Muislamu? Kwa nini tunaumizwa? Tuliuchukua mzani wa Allah tukauweka pembeni, tukachukua akili zetu na fahamu zetu ndio ikawa mzani wa kuchagua ni nani ambaye anafaa kuwa rafiki yako, ni nani ambaye anafaa kuwa karibu yako. Mzani wa Allah ndio huyu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wanaamrishana mema na wanakatazana nini? Na wanakatazana mabaya. Waaminifu wana sifa ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Wewe mwenyewe ndiye ambaye ulianza kujikosea. Kuna wale ambao wanatukosea kwenye maisha, sisi wenyewe ndio tulianza kujikosea. Tulipowasogeza karibu yetu, hatukuwasogeza kwa ajili ya dini, tuliwasogeza kwa ajili ya dunia, tuliwasogeza kwa ajili ya maslahi ya kidunia. Na ndio maana yalipotokea tunaanza kulaumu, na wakati haya ambayo tunayapata leo ni yale ambayo tuliyachuma kwa mikono yetu sisi wenyewe. Ulimsogeza kwa ajili ya maslahi ya dunia, tambua hiyo dunia ndio ambayo itawatenganisha. Ulimfanya kuwa ndugu yako, rafiki yako kwa ajili ya maslahi ya dunia, tambua ya kuwa hiyo dunia ndio ambayo itakayowatenganisha. Mja wa Allah, wale ambao wanaotunasihi, wanaotuamrisha mema na kutukataza mabaya, ndio ambao wamekuwa maadui zetu leo. Si ndio haya yanatokea leo? Yule ambaye anakukatazaga mabaya, ukifanya kitu kibaya hawezi akakuacha, lazima akwambie hili jambo ndugu yangu alifai, hili aliko sawa. Kesho akirejea tena hivyo, hili jambo ndugu yangu alifai, tuache hivyo, twende tukaswali, twende tufanye kadha. Hawa tunapokuwa tunawakimbia. Ndio sisi tunaishi leo. Ndio hakika tunaishi leo. Ukimpata mtu wa hivi unamkimbia, kwa sababu unayamwagana ni kera sana, unafika unamkimbia ili kwa sababu ufanye mambo yako kwa uhuru. Na kwenye ule uchafu wako ambao unakwenda kuufanya, unawapata wachafu wenzako ambao mnaungana kwa ajili ya nini? Ya uchafu. Ambao mnaungana kwa ajili ya dunia. Yakikusibu kukusibu huko, unaanza kuchukua hukumu, unawapa watu wote. Watu wale ni wabaya, watu wale ni wanafiki, wamekuwa sio wa kweli. Umeitupa mizani ya Allah. Allah amesema ya kuwa mtu wa kweli, muaminifu ni yule ambaye anayekuamrisha mema na ambaye anayekukataza nini? Mabaya. Huyu ndio ambaye anafaa kuwa karibu yako. Sisi katika kuchagua watu wa karibu tunatazamaga hicho kigezo.
Unatazamaga tu ananipaga 10,000 kila siku, ananisaidia kitu fulani, na wengine tunakuwa tunasaidia kwa ajili ya kutegeza. Unamsaidia kwa sababu unajua mimi acha nimsaidie leo ili na kesho yeye atafanya nini? Atanisaidia. Uislamu haukutufunza hivyo. Mfanyie wema mtu na wala utarajii malipo kutoka kwa. Anasema aje Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Insan, innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Tunakulishizeni nyinyi, tunakusaidizeni kwa ajili ya Allah. La nuridu minkum, hatutaraji chochote kutoka kwenu. Jazaan, hatuhitaji malipo, wala shukura, wala hatuhitaji shukurani kutoka kwenu. Ukimsaidia mtu msaidie kwa ajili ya Allah, ukijisongeza kwa mtu kwa ajili ya Allah, na wala isiwi ni kwa ajili ya maslahi ya kidunia. Tutembelee hii mifumo ambayo aliyoiweka nani? Aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia vile vile mzani mwingine wa mwisho kabisa ambao utakaotumia kwa kumjua mtu sahihi katika maisha, Mtume anasema almar'u ala dini khalilihi, mtu anakuwaga kwenye dini ya yule ambaye alimfanya kuwa rafiki yake, yule ambaye alimfanya kuwa ndugu yake. Mtazame kwanza huyo mtu kabla ya kumjaji. Mtazame marafiki zake ni kina nani, vipenzi wake ni kina nani. Anaweza akawa labda ni mwanamume anaswali, unamuona anavaa sijui vizuri na kadhalika, lakini huyo anasuhubiana na wafuta bangi, huyo rafiki zake walevi, huyo marafiki zake waongo, huyo mtu usimwamini. Anaweza akawa ni mwanamke ambaye unamuona anajistiri, anavaa stara ya kisheria, lakini huyo utamuona anatembeaga na wanawake ambao tabia zao ni mbovu, ndo kundi lake, lakini ukimtazama unamuona hawafanani. Almar'u ala dini khalilihi, mtu anakuwa kwenye dini ya yule ambaye aliyemfanya kuwa rafiki yake au kipenzi chake. Mtazame mtu ambao aliwafanya kuwa ndio rafiki zake wanamzunguka, utazijua tabia zake pia kupitia hilo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala.